Mwaka wa kuinua vipaji, by discovering, raising and shining, yaani kwa kuviibua, kuviinua na kuvifanya ving'are. Ni kauli mbiu mpya ya mwaka mpya katika kanisa la EAGT Paradise Praise Center chini ya mchungaji Lugano Mwakisolwe. Jina langu ni Barton Zeno. Pengine hukuwahi kutambua kipawa chako. Pengine hukuwahi kuona namna gani unaweza kutumia kipawa chako. Na pengine hukuwahi kuwa chachu ya mtu fulani kubadilika kwenye maisha kutokana na kipaji chako au kipawa chako. Lakini wakati umefika wa kile kitu ambacho Mungu amekuzawadia kama talanta kiweze kuwa chachu ya mabadiliko kwako na kwa watu waliokuzunguka. Kwa msaada wa Mungu, mchungaji Lugano Mwakisolwe ameweza kuja na kitu kipya ambacho hakika kitakwenda kubadilisha kuanzia mwaka unapoanza mpaka pale mwaka utakapoisha. Mpango ni kuhakikisha kila mmoja anatambua kipaji chake, kipawa alichoumbiwa na namna gani kinaweza kumsaidia yoyote yule ambaye anamzunguka. Ndio maana akatuletea kauli mbiu mpya, mwaka wa kuinua vipaji, ikiwa ina vitu vitatu ndani yake: kuibua au kuvumbua, kuinua, pia kung'ara, yaani kipaji chako kiweze kung'ara popote pale ili watu waweze kumtukuza Mungu na kubadilika. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 kinasema, kila mmoja kwa kadri ya kipawa alichopewa na Mungu atumie kipawa hicho kuwahudumia wengine kama mawakili wema wa neema ya Mungu. Maana yake ni kwamba wewe ambaye una kipaji fulani, una kipawa fulani, hiko kipo kwa ajili ya wengine na sio kwa ajili yako peke yako. Na kama hukutambua una kipawa gani, basi hizi mbinu tatu zitakufanya uweze kujua na kipawa chako kiweze kuleta faida kwa wengine. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni discovering, yaani kuvumbua au kuibua, kwa kujifanyia tathmini, kuhudhuria semina mbalimbali, kuomba ushauri kwa watu ambao wanafanya kile kitu ambacho unatamani kukifanya. Hapa itakufanya uweze kuibua kipawa chako na kujua kumbe uliumbwa kwa ajili ya kitu fulani hapa duniani. Na pia katika upande wa kuinua kipaji, baada ya kugundua kipaji chako ni kipi, basi mafunzo mbalimbali, maneno tofauti tofauti kwa watu ambao tayari walishafanikiwa, kuongozwa na watu ambao tayari walishafika pale unapotaka kufika, lakini pia shirikiana na jamii na taasisi mbalimbali ambazo zinaweza zikakushika mkono juu ya talanta ulionayo. Hiki kitu pia kitafanya uweze kugundua kusudi la wewe kuumbwa hapa duniani, na mwisho wa siku ukaja kuleta matunda kwa wale wote ambao wanayahitaji. Na kitu cha tatu ni kung'ara. Baada ya kugundua, baada ya kuinua, sasa unang'ara, kuonyesha kipawa chako, kuonyesha kipaji chako, lakini pia kuwafanya watu waamini katika ulichonacho kupitia matamasha mbalimbali, lakini pia kwa ushuhuda wa yale yote ambayo umeyaona katika hicho kipawa chako. Mchungaji Lugano Mwakisolwe pia ameweza kuzungumza kwa undani zaidi juu ya maono ya mwaka katika kanisa. Tunaposema huu ni mwaka wa kuinua vipawa, kila mtu anapozaliwa anakuwa anapewa kipawa. Tunaposema kipawa ni zawadi ambayo Mungu humpatia kila mtu. Hakuna aliyezaliwa katika dunia hii asiwe na kipawa. Na nifafanue tu kwamba kipawa, unaweza kusema kipawa ni nini? Kipawa ni uwezo wa asili wa kutenda mambo makubwa. Yani unafanya mambo makubwa na yenye matokeo bora kupitia rasilimali kidogo au kupitia nguvu kidogo. Yani usumbuki sana ukilinganisha na wengine. Mtu mwenye kipawa ana uwezo wa kufanya mambo makubwa tofauti na mtu asiye na kipawa. Na changamoto iliyopo kwa sasa ni watu wengi wanafanya kazi nje ya vipawa vyao, wanatumika nje ya kipawa chake, na matokeo yake anakwenda kinyume na tafsiri. Tafsiri inasema inakurahisishia kazi, kipawa kinakurahisishia kazi, lakini matokeo yake ni kwamba kile kipawa tena kinakuwa ni mzigo mzito. Kwa mwaka huu tunakusudia kwamba kila mtu kwanza atambue kipawa chake, alafu akishatambua kipawa chake ainuke sawa na kipawa chake, yani kwa lugha nyingine atumike sawa na kipawa chake. Na baada ya hapo
hiki kipawa pia kisijifiche, king'are, kiweze kuangaza, watu wote waweze kutambua na kiweze kumfaidia pia. So Biblia imesema kwamba kipawa ni kitu cha thamani, kila kigeukapo hufanikiwa. Manake kumbe mafanikio ya mtu yamebebwa katika kipawa chake. Lakini je, huyu mtu anatambua kwamba anacho kitu cha thamani? Hapo ndipo penye kazi ngumu na ni muhimu sana aweze kuzulia. Kwa hiyo mwaka huu tumepanga mpangilio rasmi kabisa ambao kwanza mtu agundue kipawa chake, lakini pia baada ya hapo aweze kuinuka na kipawa chake, pia aweze kukitumia kwa usahihi na kwa ufasaha. Hakika maisha yako yatabadilika endapo ukiamua kubadilika. Kama miaka yote umekuwa ukificha kipawa chako, kipaji chako, basi haya yawe chanzo cha wewe kugundua kile ambacho Mungu amekuumba uje ukifanye hapa duniani. Wengi wanatamani kupona kupitia hicho ulichonacho. Hakika anza kwa upya ndani ya mwaka mpya. Jina langu ni Barton Zeno.